Biashara za rejareja, kilimo cha mboga, ufugaji wa kuku na hata uzaji wa jeneza ni miongoni mwa biashara ambazo vijana walionufaika na mgao wa awamu ya kwanza ya pesa za Nyota waliamua kuzifanya. Haya yalijitokeza hii leo katika uzinduzi wa awamu ya pili ya fedha hizo katika zaidi ya maeneo 18 humu nchini. Aidha, Rais William Ruto aliongoza uzinduzi wa kitaifa hapa Nairobi. Aliagiza kusitishwa kwa utozaji wa ada za vibali vya biashara kwa muda wa miaka miwili kwa wote walionufaika na mpango wa Nyota. Huyo hapa mwanahabari wetu Steve Ketere akiwa na taarifa hiyo kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hili siku ya leo. Zaidi ya miezi 6 baada ya kuzindua mgao wa kwanza wa pesa za Nyota, hii leo Rais Ruto alirejea kutoa mgao wa pili wa fedha hizo kama alivyoahidi. Ila mwanzo alitaka kufahamu jinsi wafaidi wa awamu ya kwanza walivyotumia shilingi 22,000 walizopata. Hapa Rais alikutana na Gregory, kijana anayeishi na ulemavu kutoka eneo la Embakasi. Tunanunua kuku 22 ambao tunalea for now. Tunataga mayai zingine, hizo mayai tunaziuza, zingine tunacheza zinataga, and part of them tunatumia pia kama food. Siku yenye nilipewa ilikuwa January 19, nikaleta stock ya makaa gunia karibu 4, na wenye walikuwa nachukua kwangu nilikuwa napea na 3,100. Huku vijana wengi wakionekana kuchagua biashara za kawaida katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa, Sharon Chebet ambaye ni mkazi wa jiji la Eldoret aliwashangaza wengi aliposema kuwa alianzisha biashara ya kuuza jeneza. Mwanzoni before Nyota ikuje mimi nilikuwa broker. Nasaidia mtu kama amekufa na wanaogopa kwenda kutafuta jeneza. Mimi naenda pale nawapea bei alafu napata kitu kidogo ndio nilikuwa najidumu hivyo. But sasa venye Nyota first range ilikuwa disperse. Nilikuwa na saving ya broking plus 25. Nikaweza kununua jeneza zangu 5. Kwa upande wake Faith Kigen alijitosa katika biashara ya uchomeleaji wa vyuma. But sisi vile tuliona kuna opportunity hapo, tukaamua kufanya hiyo kazi ya welding and fabrication. Tukapata LPO ya kuunda madirisha ya affordable housing ya Pioneer. Hafla hizo za uzinduzi ziliendeshwa katika maeneo 18 humu nchini, huku zikiongozwa na mawaziri mbalimbali. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki aliyekuwa katika kaunti ya Nakuru alisema mpango huo ni wa uwazi na unalenga kuwanufaisha vijana pembe zote za nchi. 5% ya pesa yote ambayo tunapatiana hapa kwa hii program ya Nyota iko katika persons with disabilities, wale walemavu. Kwa hivyo tumehakikisha kwamba kila mtu ameshughulikiwa, jinsia zote, wanaume, wanawake, walemavu, kaunti zote za Kenya 47. Kule Kakamega, Gavana Fernandes Baraza aliridhia agizo la Rais la kusitisha utozaji wa ada za leseni kwa walionufaika na Nyota. Wewe ukipata pesa leo, wale ambao wanapata kwa hamu ya kwanza, hakuna kanjo atakuuliza leseni pale. Hapo ni sawa si sawa? Vijana 1,122 kutoka kaunti zote 47 humu nchini wamenufaika na mpango huo wa Nyota, huku zaidi ya vijana 30,000 wakipata mgao wao wa kwanza wa shilingi 25,000. And we are hopeful that as they get the second tranche, they are likely to improve their business even further. And those that are receiving for the first time, they have been trained as expected and they are prepared now to start their business. Hawa vijana ni wa kujitolea, hawa vijana ni wa kujituma, na mimi nasimama hapa mbele yenu kusema ya kwamba nyinyi hamujaniangusha, hamujajiangusha, mumefanya bidii, na leo tunawashukuru na tunafurahi, and we are very very proud of what you have achieved. Steve Ketere, NTV Weekendi.